Quality anasema kwamba anaungana na Malusu kama TFF wataamua mchezo ubaki Zanzibar ni kushushia hadhi mchezo mkubwa wa dabi na kuwanyima fursa wapenzi wa soka ambao wanataka kutazama mchezo huu hasa kutoka mikoa iliyopo Tanzania bara. No Quality anaelewa. Huu mchezo mkubwa shehe. Mchezo mkubwa watu 60 ni wengi. Na unajua wakati mwingine yamisha kidogo. Hata ukiwa na bebi wako sawa mnaishi. Tapeleka final ya shirikisho pale. Mnaishi mabibo pale. Kuna siku moja inabidi switch kidogo, yamisha kidogo. Kaka tapeleka pale Kocheni. Ule uwanja tayari umesha host finali ya Mapinduzi Cup. Yanga na Azam. Yanga wachezaji ambao wametoka kwenye AFCON. Malusu, Yanga wamepeleka huo mchezo kule wakiwa na nia kwamba ama wakiwa na matumaini tayari kama kuzungumza sio tayari au vitisho tu mpaka confirm taarifa rasmi ya klabu. Yaani hata kama wamepeleka kule wao wakiwa wamepeleka huo mchezo kule wakiamini kwamba Simba hatoki kule. Na mimi napenda huo mchezo uchezwe kule afu Yanga akafungwa kule na Simba. Vipi? Iliwe. Yani kwa sababu ukiona hapo yani mbona hivyo? Kauli ya Mbona umetoa? Hapana. Mbona umezungumza umehamaki? Sijahamaki. Ila kauli ya Alikamwe anasema njoeni Guantanamo. Wakimaanisha kwamba machinjioni kule Simba atoki. Sasa mimi natamani huu mchezo ukacheze kule alafu Yanga afungwe na Simba kule. Yakifungwa kwanza ana historia ameshinda hilo mosi. Pili itakuwa Simba Sports wamevunja uteja au sio bwana? Na tatu mimi nadhani ndio nitafurahia kwa sababu dabi imekuwa sasa hivi inaboa. Yanga akifungwa kidogo kunaanza kuchangama. Wewe mtu anafunga mara 6 mfululizo kweli unabishana vipi na huyo mtu? Kwa hiyo mchezo kokote hata ukichezwa kwa baharini. Unasema hata uchezwe baharini. Hata kwa majini kaka. Kaka mchezo dabi kama baharini kokote pale. Wewe kama una timu imara, kama una timu ya ushindani, kokote pale mchezo unapigwa. Sasa baharini popote bora upi sasa basi dabi mchezo kiresi. Fresh tu. Popote ilimadi uwanja upo watu wanatwanga. Taarifa zilizopo ni kwamba Young Africans wanaopeleka mchezo wa dabi ya Kariakoo pale New Amaan Complex. Mimi binafsi Yanga wao kama club wana kila haki. Unajua ni timu mwenyeji kwenye mchezo so wako within their rights kuweza kufanya hayo maamuzi. Ila mimi binafsi nitawashangaa sana TFF kama watakubali mchezo huu uende kuchezwa Amaan Zanzibar. Kwa maana ya kwamba wao wenyewe waliruhusu ni kanuni ambazo zipo ziliwekwa. Sawa, lakini TFF bado wao ni wana absolute power kwenye hili kwenye kanuni kama walivyoahirisha ile dabi ya Machi 18 2020 iko 24 23. Yani kwa mfano you remember msimu uliopita palikuwa pana game ya Simba na Azam ilipaswa kuchezwa KMC pale KMC Complex. Simba walikuwa wanatumia kama uwanja wa nyumbani, lakini kibiashara kwa hadhi ya ukubwa wa mchezo na namna ambavyo ni moja ya product kubwa za ligi kuu Tanzania bara, TFF wakapeleka mchezo uwanja wa Benjamin Mkapa. And now tena is a good opportunity kuweza kuendelea kupima uwanja wa Mkapa kama uko tayari kuhost bigger events, kwa sababu tunajua AFCON ni mwakani. Sisi tunaandaa sasa. Kama hatuwezi kutumia kwenye michezo ya Simba na Yanga kujipima ama kupima uwanja kama uko tayari, tunataka michezo gani shehe? Kwa sababu uwanja wa Amani umesha prove uko tayari. Of course Yanga wako kama nilivyosema wako within their rights ku exercise kwenda kucheza kule kwa sababu ni mchezo ambao wao wako nyumbani. Mimi nitawashangaa sana TFF kama watakubali ili lipite, kwa sababu Simba na Yanga ndio product bora zaidi kwenye soka la Tanzania kwa maana ya mauzo, kwa maana ya streamings, kwa maana yani you name it, ticketing, kila kitu, merchandise, kila kitu kinauzwa kupitia Simba na Yanga kwa Tanzania. Mchezo kama huo nikikuuliza ama mtu yote akiniuliza mimi, hata kama ndo natoka kuamka, ni upeleke kwenye uwanja ambao yani kuna viwanja viwili viko available. Uwanja mmoja unachukua watu pungufu 15,000. Uwanja mwingine unachukua watu 60,000. Mara ngapi? Come on bro. Yani hata kimapato ina make more sense kwa Yanga kupata mzigo mrefu zaidi. Kwa mimi nitashangaa kama TFF watakubali. Na kikanuni wana haki kupeleka mchezo kwenye kiwanja ambacho wanaamini una best interest ama una serve best interest ya ligi. Ya ligi kikanuni. Kwa hiyo mimi nitawashangaa TFF kama watakubali kupeleka uwanja, kupeleka mchezo wa Kariakoo Derby Machi mosi uende ukacheze na Zanzibar. Wewe hapo kikubwa ni kwamba utabaki kuwashangaa TFF. Nitabaki kuwashangaa TFF.
Sio kuzishangaa kanuni au waliopitisha hizo kanuni. Kanuni si zipo ndio hizo yani. Sasa una TFF unawashangaa, yaani unawashangaa TFF katika engo ipi yani? Ndio maana nitawashangaa kama watakubali mchezo kama huu kachezwe Amani. Kwa sababu wao, kwa nini usiwashangae Young Africans? Yanga wako kwenye haki yao, lakini kikanuni haki ya Yanga sio kubwa kama TFF. Kwa nini usiwashangae Young Africans ambao wameamua kuutoa mchezo kwa uwanja wa Benjamin Mkapa kuupeleka Amani Complex? Siwezi nikawashangaa. Siwashangae kwa sababu gani? Yaani wenyewe si mwenyeji na wana haki ya kuconfirm uwanja ambao wanatumia kama uwanja wa nyumbani. Siwashangai. Sasa washangae kwa TFF unawashangaa vipi? Kwa sababu wao ndio wanapaswa wachezaji wa Yanga. TFF ni kubwa kuliko Yanga na Simba. TFF ni taifa labda kwenye makaratasi. Sasa hiyo ni mtazamo. Lakini TFF wao ndio wanaamua soka letu linakwenda wapi? Ligi yetu inakuwa vipi? Kama yani TFF wao ndio wanatuamulia sisi kimasoko tunakwenda wapi? Mamlaka hiyo. Yani mamlaka kuu ya soka. Kimasoko tunakwenda wapi? Sio kiutamaduni tunakwenda wapi na hivyo. Sasa itakuwa ubabe huo. Sio babe. Klabu ina save interest zake. Sasa na ukitaka kuamulia mambo na katiba zao na mipango yao na kanuni kila. Kwa hiyo sisi tunataka kuhama kama nchi. Yaani haiwezekani Yanga peke yake inufaike. Yani kwa hivi vipi yani? Yaani kwenye mazingira ya kwamba yani uwanja wenyewe, mechi yenyewe uwanja hujai siku hizi. Watu wanacheza pale. Simba Yanga unajaa pale. Asubuhi unajaa. Simba Yanga asubuhi unajaa. Mimi ninachozungumza ni hichi kwa urahisi sana, kwa sentensi moja. TFF kikanuni wana uwezo wa kuhamisha mchezo wowote ambao unawakilisha product kubwa ya soka letu kuchezwa kwenye kiwanja ambacho kina save best interest kwa branding. Unajua, kwa sababu tupo kwenye ulimwengu ambao mapato yake makubwa yanaongozwa na media content. Mapato yake makubwa yanaongozwa na TV rights. Kwa hiyo tupeleke mahali ambako watu wakiona sema bwana Kariakoo Derby watu walijaa pale Taifa mpaka palikuwa hakuna sehemu ya kusimama. Unaona? Kwa hiyo it's better kwenye branding, it's better kwenye kila namna ya mtazamo ambao unaweza kuweka mchezo huu mkubwa ukachezwa Taifa, na TFF wana haki hiyo ya kupeleka pale. Wana mamlaka hayo. Kikanuni. Sio kwa maamuzi tu. Nimekaa pale. Au ndio itakuwa tucheze 2.0. Yanga ina maana Yanga watagoma kama mechi wakinyimwa kutumia Zanzibari. Kwa mujibu wa kanuni, timu kama ilishatambulisha uwanja wao wa nyumbani, TFF hawawezi kubadilisha uwanja kwa sababu ya kibiashara, bali uwanja ukose sifa za msingi na wala sio biashara. Na ndio maana timu inaamua mchezo wa kimataifa watazamaji waingie bila kulipa kiingilio. Lazima kanuni ziheshimike. Mheshimiwa Eliud Peter Mvela yupo na sisi kutoka Iringa moja Tanzania. Ngoja nimtafutie kanuni nimsomee. Nazikumbuka kanuni. Nimesahau kifungu. Ngoja nasoma suni hapa. Naisoma suni kanuni. TFF wana haki shehe. TFF wana. Hivi tuchukulie mfano. Kwa mfano Yanga wamepeleka hiyo mechi kule New Aman Stadium. Alafu akapasuka. Kupasuka si. Mimi